Tanzania imepata heshima kama ilivyo kawaida na kwa mara nyingine tena chini ya uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mwenyeji wa mkutano wa 14 wa Baraza la Usimamizi wa Mkataba wa Lusaka. Kuelekea mkutano wa 14 wa Baraza la Usimamizi wa Makubaliano au Mkataba wa Lusaka, ambao kiundani wake umejikita hasa kuangalia biashara haramu ya wanyamapori na mazao yake pamoja na misitu na mazao yake ambayo inavuka mipaka. Na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya jiji la Arusha, na hivi vimekuwa vikao vya maandalizi vya timu ya wataalam ambapo Mei 8 mwaka 2025 timu ya mawaziri husika kutoka nchi husika na mkataba huu watafika hapa na kupata mirejesho miwili mitatu na mienendo ya utendaji kazi na ufanisi wa makubaliano haya ya Lusaka. Tanzania ilijiunga na mkataba huu mwaka 1999 na imekuwa ikitekeleza kwa kushirikiana na nchi wanachama ambazo ni pamoja na Congo Brazzaville, Kenya, Lesotho, Liberia na Zambia. Kupitia mkataba huu, Tanzania imenufaika katika nyanja mbalimbali ikiwemo masuala ya kubadilishana taarifa za uhalifu wa makosa yanayohusu wanyamapori na misitu. Hivi sasa yako makosa ambayo yanavuka mipaka, lakini vile vile tumenufaika kufuatilia na kukabiliana na mitandao ya ujangili wa wanyamapori na misitu. Kwa wanyamapori huku ni rahisi kubaini mazao ya wanyamapori kama vipusa, ngozi na vitu vingine. Kwenye eneo la misitu hapa ni mazao gani ambayo yanaweza yakawa yanavuka mipaka kama biashara haramu? Kuna biashara kubwa. Wengi wakizungumza biashara ya mazao ya misitu wanaanza kwenda kwenye magogo, mbao na vitu vya namna hiyo, lakini vitu adimu sana kwenye misitu ambavyo vinafanywa biashara haramu ni mimea adimu sana midogo midogo, hasa kutoka kwenye maeneo yenye ekolojia ambayo ziko very sensitive kama maeneo ya Amani, ambayo yana mimea ambayo inapatikana katika maeneo husika tu katika nchi fulani. Kwa hiyo kuna biashara inayohusiana na mimea, kwa mfano haya ya mimea mapambo tunasema wild ornamental plants, zinafanya biashara kubwa sana sasa hivi duniani. Na kwa Tanzania tumeshakuwa na maeneo ambayo yamebainika kuwa yanafanyiwa uhalifu wa namna hiyo pamoja na nchi zote majirani, na sehemu kubwa pa sasa ni yale mazao yanahusisha mbao au unasema the timber, kwa maana ya kuanzia magogo, mbao zenyewe na bidhaa zinazotokana na uchakataji wa magogo kufanya vitu vingine. Hii ni Kadoshi TV, always on time.